Naam, hofu yatanda China baada ya taarifa kusambaa kutokana na nyoka hatari zaidi ya 900 wa aina ya kobora kutoka kwenye shamba lililofurikwa na maji. Kabla sijaendelea, unatakiwa kufahamu nyoka aina ya kobora ni nyoka wa aina gani. Nyoka wa aina ya kobora miongoni mwa nyoka hatari zaidi duniani. Nyoka anayejulikana zaidi duniani kutokana na sumu yao kali na uwezo wao kujilinda kwa kusimamisha sehemu ya mbele ya mwili huku wakipanua ngozi ya shingo inayofanana na kofia. Muonekano huu huwafanya waonekane wakubwa na wa kutisha, jambo linalowasaidia kuwaogopesha maadui. Kobora hupatikana katika maeneo mbalimbali ya Afrika na Asia. Huishi kwenye msitu, nyasi, mashamba, maeneo ya miamba na wakati mwingine karibu na makazi ya binadamu, hasa wanapokuwa wanatafuta chakula au sehemu salama ya kujificha. Chakula chao kikuu ni panya, vyura, mijusi, ndege wadogo na nyoka wengine. Kwa kula panya wengi, kobora huchangia kupunguza uharibifu wa mazao na kuzuia kuongezeka kwa wadudu wanaoweza kusambaza magonjwa. Kinachofanya kobora kuwa hatari ni sumu yao yenye uwezo wa kuathiri mfumo wa fahamu. Mtu akidungwa na kobora anaweza kupata maumivu makali, kushindwa kuzungumza vizuri, kupumua kwa shida. Bila matibabu ya haraka, maisha yake yanaweza kuwa hatarini. Hata hivyo, si kila kobora hushambulia binadamu. Mara nyingi hujaribu kukimbia na hushambulia pale wanapohisi wako kwenye hatari. Aina maarufu ni pamoja na King Cobra ambaye ndiye nyoka mwenye sumu na anaweza kufikia zaidi ya mita 5 kwa urefu. Licha ya jina lake King Cobra, si kobora wa kundi lile la True Cobras na hupendeza kula nyoka wengine. Kobora hutaga mayai na baadhi ya aina kama King Cobra hujenga kiota kwa kutumia majani makavu na kulinda mayai yao hadi yanapoanguliwa. Hii ni tabia adimu sana kwa nyoka wengi. Ili kujikinga na kobora, ni muhimu kuweka mazingira ya nyumba katika hali ya usafi, kukata nyasi ndefu, kuziba mashimo yanayoweza kuwa maficho ya nyoka na kupunguza idadi ya panya wanaoweza kuwavutia. Unapotembelea maeneo yenye vichaka au misitu, vaa viatu virefu na uwe mwangalifu unapoinua mawe, magogo au kuni. Endapo mtu aking'atwa na kobora, anapaswa kuwaishwa hospitalini haraka iwezekanavyo. Usijaribu kukata sehemu iliyoumwa, kunyonya sumu kwa mdomo au kutumia dawa za kienyeji badala ya matibabu ya kitaalamu. Mgonjwa anatakiwa kubaki mtulivu na kupunguza mwendo ili sumu isisambae haraka mwilini. Ingawa kobora ni mmoja wa nyoka wanaogopwa zaidi duniani na ina nafasi muhimu katika mfumo wa saikolojia, husaidia kudhibiti idadi ya panya na wanyama wengine wadogo. Kwa hiyo ni vema kuwaheshimu wakiwa katika makazi yao ya asili na kuachia wataalamu wa wanyamapori na kuwashughulikia wanapoingia karibu na makazi ya watu. Kobora ni kiumbe wa kuvutia na mwenye umuhimu mkubwa katika mazingira, lakini pia ni nyoka anahitaji tahadhari kubwa kutokana na sumu yake. Elimu sahihi kuhusu tabia yake ni namna ya kujikinga, ndiyo njia bora kupunguza ajali na kuishi kwa usalama katika maeneo ambayo nyoka hawa hupatikana. Tumetoka kumzungumzia aina ya kobora. Sasa tunakuja kwenye stori kamili. Hofu huko China, jinsi ilivyotanda. Hofu kubwa ilitanda katika baadhi ya maeneo nchini China baada ya taarifa zilizoripotiwa kuenea kwa nyoka wapatao 900 wa aina ya kobora waliotoroka kutoka kwenye shamba la kufugia nyoka kufuatia mafuriko makubwa yaliyoikumba eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mafuriko yaliharibu uzio wa miundombinu ya shamba hilo, hali iliyowapa nafasi nyoka hao kusambaa katika maeneo ya makazi. Kobora ni miongoni mwa nyoka wenye sumu kali, hivyo taarifa hizo zimezuia wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi. Inaelezwa kuwa baadhi ya wananchi walidai kuwaona nyoka hao wakitambaa karibu na nyumba zao, mashambani na kando ya barabara. Ripoti nyingine zinadai kuwa watu kadhaa walidungwa na nyoka hao na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu ya dharura. Ingawa idadi kamili ya walioathirika
haijawekwa wazi. Kutokana na hali hiyo, vikosi vya usalama pamoja na wataalamu wa kuhudumia wanyamapori vinadai kuanza msako maalumu wa kuwakamata nyoka hao ili kuzuia madhara zaidi kwa wananchi. Wakazi walishauriwa kubaki nyumbani pale inapowezekana, kufunga milango na madirisha vizuri na kutoa taarifa mara moja endapo watamwona nyoka. Mafuriko makubwa yanaweza kusababisha wanyama wengi wa porini kuhama makazi yao wakikosa sehemu salama. Nyoka nao hulazimika kutafuta maeneo makavu, jambo ambalo linaweza kuwafanya wengine kukaribia katika makazi ya binadamu na kuongeza hatari ya kung'atwa. Wataalamu wa afya wanasisitiza kuwa mtu akidungwa na nyoka mwenye sumu hapasi kucheleweshwa kupata matibabu. Anashauriwa kubaki mtulivu, kupunguza mwendo wa kiungo kilichoumwa na kuwahi katika kituo cha afya kilicho karibu badala ya kutumia tiba ambazo hazijathibitishwa kisayansi. Tukio hili limeibua mijadala mipana kuhusu usalama wa wanashamba wanaofuga wanyama hatari muhimu na kuwa na mfumo madhubuti wa kukabiliana na wanyama au majanga ya asili kama mafuriko ambayo yanaweza kusababisha hatari kubwa katika jamii. Usikose katika mwendelezo ujao. Subscribe ili kupata updates kama hizi. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala kama haya. Asante na muwe na siku njema.